الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Leo tutakuwa katika muendelezo wetu wa ibada zetu hizi za tasawufi. Na sisi watu wa dhikri au watu wa tasawufi tuna raha zetu katika ibada zetu. Na katika ibada hizi mara nyingi unamwona mtu anasoma maulidi yuko katika raha zake, nasoma Qur'ani yuko katika raha yake vile vile. Na vile inaposoma Qur'an tukufu usije ukafikiria kwamba labda ni kwamba mtu anakurupuka, hapana. Leo ni katika mada ya ibada ya halwa, lakini kabla sijaendelea katika kipindi hicho nielezee kuhusu masala ya wale wasomaji wa Qur'an, kwa sababu wengi wanasema kila mmoja ana msomo wake, kila mmoja anasoma kivyake. Lakini katika usomaji kuna makamati na hukumu zake katika Qur'an. Wale wa tajwidi nafikiri kwa muhimu muda huu ninaozungumza hapa wakatanisikiliza vizuri, hayana yazungumza kuhusu wale wasomaji wa tajwidi. Kuna usomaji wa kuna makamati na hukumu zake. Na katika makamati zake ziko nyingi, lakini kuna hukumu mama ambazo ziko 9. Hizi hukumu mama ziko 9 katika sauti zake. Na katika 9 hizo kuna swadi, kuna nuni, na kuna nuni nyingine, na kuna aini, na kuna be, na he, na sini, na qaf, na re. Katika hizi hukumu zake, maana swadi katika usomaji wa tajwidi, swadi maana ina hukumu katika sabai. Sabai ni sauti mojawapo vile vile. Halafu nuni nahawati. Wengine wanasema nahawandi, lakini hii nahawati hiyo iko katika upande huo. Katika aini iko katika ajemi, sauti ya ajemi. Halafu nuni nyingine iko katika athari. Wasomaji wa tajwidi nafikiri tuko pamoja katika hiyo. Halafu kuna be manake kuna sauti ya bayati ni be hiyo. Halafu kuna he manake hijazi ni sauti mojawapo katika wasomaji wanafahamu hiyo. Halafu kuna si ni manake kuna sika ni sauti ya sika. Halafu kuna kurdi, kaf manake ni kurdi. Halafu kuna rasti, naona kuna rasti. Hizi ziko 9. Yule msomaji anaposoma kwa kutengeneza ile sauti yake, maana yake anakulevesha kusudi ile almuradi, sio kama anafanya kama anajivuna, hapana. Anasoma hali ya kuwa kwa kuonekana kwamba vile usomaji wenyewe ndivyo ulivyo. Sasa katika hukumu hii ya tajwidi, ahkami zake ambazo ndio ziko mama ziko 9 hizo. Lakini tutakapofikia katika hatua ya kuweza kuelezea masuala hayo ya hukumu za tajwidi, hiyo muda wake ni mwingine na fani yake ni nyingine hiyo. Na mimi fani yangu kwa sababu ni tajwidi, fani yangu ni tasawufi. Leo nitaelezea ibada moja ambayo imeachwa sana na Waislamu. Ibada hii inaitwa ibada ya halwa. Ibada hii ya halwa, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwanza munisikilize vizuri, kwa sababu mara nyingi Waislamu wameiacha. Na hii ibada hii ukiingia, maana yake ndio unamtaja sana Mwenyezi Mungu katika ibada hiyo. Na katika kumtaja Mwenyezi Mungu katika Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema wala dhikrullahi akbar. Jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Na katika maneno haya Mwenyezi Mungu anatuambia katika surati Al-Ankabut kwenye aya ya 45 hadi kwenye juzu ya 20, kwa wala dhikrullahi akbar. Jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana hili. Sasa je, Mwenyezi Mungu katika kumtaja, watu sasa hivi tuna shughuli nyingi. Sasa inabidi utenge muda wa kuweza kumtaja Mwenyezi Mungu, ndio ikawekwa katika ibada hii ambayo ni ya halwa. Vile vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna Allah ta'ala ibada. Bwana Mtume anatuambia hivyo. Inna Allah ta'ala ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana waja wake. Abdanihim fi dunya. Miili yao naona wako duniani. Mtu anamuona katika mwili wake uko duniani. Wa qulubuhum tahta al-arshi, lakini moyo wake uko chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu, uko mbinguni.
nuriyahu Allahi ta'ala, yani moyo wake unamwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tahsuluhu fi dunya, hanguangalii katika masuala ya dunia. Ndio namkuta mtu kama mcha Mungu, basi namkuta kila mara yuko kama hana raha, kumbe mara nyingi anamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakin tahsulu ru'yatihi fi sifati Allahi Ta'ala, lakini yuko duniani hapa, lakini mwili wake na roho yake hasa iko katika kuangalia fi sifati Allahi Ta'ala, kuangalia sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Sasa kila mwanadamu anafikiria katika mambo ya dunia, lakini hawa wacha Mungu hawa ni lazima roho zao ziko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinaangalia sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fi mir'ati al-qalbi, anasema fi mir'ati al-qalbi, hiyo ni kioo cha moyo. Kioo cha moyo, mwili hapo uko dunia, lakini kioo cha moyo kinamulika katika sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakala Sayyidina Umar, siku moja alisema Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, miongoni mwa kuingia katika ibada hiyo, kabla sijaelezea, naelezea jinsi mabwana wakubwa walivyotengeneza ibada hii mpaka bwana mtume mwenyewe alikaa. Taeleza huko mbele inshallah. Sayyidina Umar anasema wa qalbi raa binuri, anasema wa qalbi rabbi, anasema wa qalbi, moyo wangu Rabbi binuri ya Rabbi, asa moyo wangu mimi unamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nuru yake Mwenyezi Mungu. Yani roho yangu inamuona Mwenyezi Mungu, lakini kwa nuru alionipa Mwenyezi Mungu ndio namfikiria sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fal qalbi mir'ati, kwa sababu katika moyo wangu ni kama kioo vile. Kioo chenye nini? Ala aksihi jamalillah, kina aksi, maana kinalenga katika kuangalia jinsi Mwenyezi Mungu jinsi alivyoniumba mimi. Anajitafakari mwenyewe. Kule kujitafakari ndio vile unamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapomfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ndio hapo unakuwa hufanyi maasi aina yote. Mtu hataki kufanyia ubaya, unaona kama ni jambo la kawaida tu, kwa sababu haja kuweka kidonda katika mwili wako. Kwa sababu ya nini? Roho yako ina aksi kuangalia kumfikiria sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile wakala Jalaluddin, akasema Jalaluddin huyu miongoni mwa wanachuoni wakubwa, kwa Jalaluddin kila mmoja wanachuoni anamjua. Anasema qulubul ashiqina laha uyuni. Allahu akbar. Hiyo ameingia katika tasawufi ya ndani. Hii ni tasawufi ya ndani. Anasema Jalaluddin kwamba qulubul ashiqina laha uyuni, nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu laha uyuni, zina macho. Nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu zina macho. Yani hapa alipo yuko duniani, lakini moyo unamfikiri, moyo wake unamtazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tara ma la, anasema tara ma la yarahu nadhirina, roho za wacha Mungu, nyoyo za wacha Mungu, anasema zinatazama kwa mtu ambaye mtu yote haweza kaona. Maana mtu anafikiria mbali sana, mtu mwingine anafikiria mambo ya dunia na mwingine anatazama huko. Ndio anasema kwamba ma la yarahu nadhirina, roho za wacha Mungu zinatazama sehemu ambayo kwamba mtu yote haweza kaona. Biajnati, tena katika nyoyo zao zina mbawa tatiru biizzati bighairi rish. Anasema mtu anaruka pasi na mbawa, yani roho mtu anaruka pasi na hana mbawa. Ila malakuti rabbil alamin, anamwangalia, anakwenda kwa Mwenyezi Mungu ambaye Mola wa viumbe zote. Yuko hapa dunia kaka kimya hivi, lakini kwa kinywa kwake huku, basi moyo wake unamtazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kumfikiria kwa Mwenyezi Mungu jinsi alivyoumba kila kitu duniani hapa, basi kila siku anamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa al-insanu al-haqiqa, hao ndio watu ambao wenye uhakika, ambao ni wacha Mungu hali ya juu, hao mawalio Mwenyezi Mungu, wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Huwa al-habib Allah, hao ndio wapenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ndio hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kwamba innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi. Hiyo aya sasa, innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, haka wale watu ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu hali ya kuwa hawakumuona Mwenyezi Mungu, basi lahum maghfiratun, hao watu watapata msamaha mzuri sana, wa ajrun kabirun, na watapata ujira mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, sasa tunaingia katika somo letu. Hii ilikuwa ni kama utangulizi kuangalia jinsi ya
Mwenyezi Mungu alivyotengeneza katika masuala yetu ya tarika, namna tunavyopenda sana kujikita sana katika ucha Mungu. Ibada hii ya halwa ni mara nyingi sana Waislamu wengi wameisahau sana. Hali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya yeye mwenyewe. Tutaangalia huko mbele, je, alifanya kweli, yuko wapi? Tutaifanya, tuangalie hapa. Anasema faslu fi ibadati alhalwa, tunafafanua kuhusu ibada hii ya halwa. Falhalwatu, halwa maana yake nini? Maana yake almakanu alladhi, ni mahala ambapo kwamba la shay'un fihi, ambao unakaa mahala sehemu hakuna kitu chochote, unajikwenda kujificha. Maana yake unajificha sehemu ambayo kwamba hakuna sehemu yote, yani hakuna mtu kutia fujo sehemu kama hizo, unakuja kujificha kwa ajili ya kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hala maana yake mahala, halwa maana yake hala ni kujitenga sehemu. Masdarihi khala'u, naona masdarihi khala'u maana yake ni mpango wake, utaratibu wake, maana yake ni kujiweka mahala pembeni pala pa kujificha. Maana yake unajificha mahala kwa ajili ya, unatenga muda maalum kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha kulta, wakati unaposema dakhaltu alkhalwa, maana unakaa sehemu maalum. Unaposema dakhaltu alkhalwa, naingia katika ibada ya halwa, maana yake hiyo ni ibada ya halwa. Maana yake kaadituhu fil makani alwahidi, ni kukaa sehemu moja, hali ya anin nas, maana yake unakuwa unajitenga kabisa na watu, unajitenga mahala, yani unakuwa pembeni kabisa huko, unajitenga, yani kinyume, hakuna mtu akutia fujo sehemu kama hizo. Unafanya ibada ya peke yako sehemu kama hizo, usiwe na fujo na mtu aina yote. Haya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema hadha almahalu yusamma alkhalla, hapo mahala unapokaa maana yake panaitwa nini? Khalla, maana yake unajitenga, unafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nisaa, angalia hapo, ittaqun nisaa, waogopeni sana wanawake. Maana yake unapokaa katika ibada na hiyo, usiwe na mke, yani kutekenya mala kuhangaisha. Basi kila kitu kitengeneze, kama ni nyumbani una mke, basi tengeneza kabisa nyumbani, weka kila kitu sawa, halafu unajitenga, unakwenda kufanya ibada. Sio kama unakwenda kufanya kwa ibada hiyo halafu uko watu njaa na wauma, ibada hiyo inakuwa haipendezi. Ndio Bwana Mtume akasema ittaqun nisa'u, waogopeni sana wanawake. Akaapa Bwana Mtume akasema walladhi nafsi Muhammadi biyadihi, na apa kwa nafsi ya Mwenyezi Mungu, nafsi yangu iko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba man khalla rajulu bimraatihi, mwanamke na mwanamume yoyote anapojitenga akakaa na mwanamke pamoja, basi kama ni mwanamke mfano si mke wako unakaa sehemu fulani, basi ukakaa naye pamoja sehemu kama hizo, basi illa dakhalahu shaytan, isipokuwa hapo lazima atakuwa shetani, ataingia, lazima ataingia. Kwa maana hiyo ni lazima ujitenge, ukae mbali sana. Ukishakuwa ukiingia katika ibada namna hiyo, usibuse katika sehemu chochote anachokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi maanahu, na katika maana yake alkhalwa, maana ya khalwa, maanahu julusun, kalia maanahu julusuhu liinsani fil makani liibada, unakaa mahala ambapo pa kufanya ibada. Halwa maana yake unakaa mahala pa kufanya ibada tu, li rabbihi, kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo usihangaishwe na mtu yote, maana yake ukae peke yako. Na katika ibada hiyo, jinsi ya kukaa kwake ni lazima unajitenga, hali ya kuwa usiwe na tamaa na vitu vingine. Kila kitu tengeneze tayari, unaandaa kama chakula cha unaandaa ile familia yako, jamaa zako, basi na wala binadamu wasikutane, hakuna mtu yote, usikutane na mtu yote zaidi ya shekhi wako. Tunaangalia huko mbele. Anasema wakati kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, hapo sasa wakati kana haki alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakhallau, alikuwa kikaa Bwana Mtume katika ibada ya halwa. Yatakhalla, alikaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hii ya halwa. Wapi? Bigharati al-Hira, naona katika Jabal Hira. Jabal Hira Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa peke yake kule Jabal Hira. Kwa sababu ya kufanya nini?
alikwenda Jabal Hira kwa ajili ya ibada hii. Akatoka Maka mjini pale, akaenda polini kwa majabalini huko kwenda kuifanya ibada hii. Lakini watu wa Uislamu tumeiacha hii ibada. Ndio hapo waliposema kana alikuwa bwana Mtume sallama yatakhalla, alikuwa anajitenga bwana Mtume bighari Hira, katika Jabal Hira, hata nazalat sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam. Unaona, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtoa kusudi pale Maka mjini pale aende Jabal kule, ili almaradi akakuwe na utulivu kule, bwana Mtume akapate Qur'an kule. Qur'an itaenda Jabal Hira kule. Anasema hata nazala sayyidina Jibril, mpaka aliteremka sayyidina Jibril, jaa ma'a al-Qur'an al-Karim, alimjilia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Qur'an ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia jinsi ilivyokuwa utukufu ulio. Hakusema kwamba hii ibada hii yani katika Qur'ani nzima hii tumpelekee katika mji wa Maka pale pale alipolala. Akamtoa mja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bwana Mtume Muhammad pale mjini kumpeleka sehemu ya utulivu huko polini Jabal Hira, ili apatikane utulivu, akatokea kiumbe ambaye kwamba bwana Mtume alikuwa hamjui, ambaye nani ni Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam. Wa aqalu al-khalwa, na katika uchache wa halwa unapotaka kukaa 3 ayamin bilayali, unaweza kukaa siku 3 usiku na mchana, unaweza kukaa kwa siku 3, thumma 7, kisha unaweza kukaa siku 7, thumma shahru, unaweza kukaa hata mwezi. Naona wa huwa alladhi tafaqaha nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitilia mkazo kwamba wa akmaluha, ukamilifu wake hiyo ibada hiyo, liman arada sira, mtu mwenye kutaka kuendelea nayo, basi 40 yauma, siku 40. Siku 40 unajitenga, unakwenda kukaa sehemu fulani. Lakini ibada hii ina sharti yake tutaeleza mbele huko, lakini kiasi ambacho kwamba inataka uwekwe. Ibada ya halwa hii inataka uwekwe. Hata kiweka ni nani tutaeleza hapo mbele hapo. Walaha shurutu, na ibada hii ya halwa ina sharti. Watartibu, kuna sharti na taratibu zake. Ila takmiluhu liamal, kwa mpaka unakamilisha ibada ile, wa takhsiluhu limaksudi, na ukamilisha makusudio hiyo ibada halwa. Kufanyaje? Anasema shurutuha, sharti zake 20, ziko 20. Sharti za kukaa halwa au sharti za kuwekwa halwa ziko 20. Tazitaja moja kwa moja, alimle kila moja angalia katika ibada hii ilikuwa namna gani. Jambo la kwanza, ibada hii unapotaka kuikaa, ikhlasi niyati lillahi, uitakase nia yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, si kwa jingine. La li ghairi, si kwa jingine. Kwa sasa hapa mimi niko duniani hapa, sasa lazima nafanye ibada hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu peke yake. Adamu riaa linnasi, ibada hii inatakana ikosekane kuto kusifiwa na watu, kwamba bwana mimi nakaa sana mimi katika ibada hii. Usijisifie wala ufanye ibada hiyo hali ya kuwa asikusifie mtu au usijisifie mwenyewe. Yaani an yakuna almaqsuda khalisan lillahi, yani makusudi yake ni kwamba ujitakase kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala yatlubu khutama dunya, angalia, fala yatlubu khutama dunya, usitafute katika vyeo vya duniani, illa Allah, isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi khalisihi liubudiyya, kujitakasia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba tu basi, sio kwa jingine. Wa anna Allah Ta'ala, na kama Mwenyezi Mungu mtukufu, laisa kamithlu shay'un, ujue kama Mwenyezi Mungu hana mfano wa chochote. Kwa maana hiyo na ibada hiyo usimfananishe kwa mtu yote kusema bana mimi nafanya ibada alafu nakwenda kuhadithia watu hiyo. Hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu peke yake. Hiyo ni katika sharti ya kwanza hiyo. Sharti ya kwanza, wala yadkhulu bila idhni shaykhun. Angalia, huyu ndo anayekuweka katika halwa sasa huyu. Wala usiingie katika halwa hiyo isipokuwa illa biidhni shekhe, kwa ruhusa ya shekhe wako. Maadamu tarbia, maadamu unalelewa na kiongozi wako, basi huyo ndo anakupa hiyo, anakuelekeza katika jinsi ya halwa. Kwa sababu ukienda peke yako kukurupuka, maana unakwenda kukaa tu, unakwenda kufanya nini? Unachokwenda kufanya nini? Unakwenda kukaa tu hivi? Hapana, kuna mambo ya kufanya katika hapo kwenye kikazi unazokwenda kukaa. Sasa hapo ndio unaambiwa kwamba wala yadkhulu bila udhuri, bila idhni shekhi, usiingie katika halwa, ni lazima
we uwe na ruhusa na shekhe wako, maadama tarbia, maadamu unakuwa na malezi. Ndio maana kwa ukiwa na shekhe wako unakwenda kumuuliza ila almradi kuelekeza ibada hii nataka nikaje nifanyeje. Hiyo ndio sharti ya pili. Sharti ya tatu, wala yadkhuluhu alkhalwa, usiingie katika hiyo ibada ya khalwa illa liibtida'u biriyadhi, uingie katika ibada nyingine ya riyadha, uanze na riyadha alafu unakwenda katika masuala hayo ya halwa. Na hiyo ibada ya riyadha vile mambo yake mapana tutakuja kuelezea wakati mwingine kwa sababu ya kwa muda tulionao. Ndio fani yangu ya tasawufi, basi tutakuja ifafanua nao hii kama nini riyadha ni nini, lakini leo tunaelezea ibada ya halwa tu peke yake. Na katika sharti ya 4, an yadkhulu al-khalwa, uingie katika ibada ya halwa birijli al-yumna, unapokwenda unatanguza mguu wa kulia, musta'idh billahi, kisha unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim pale, mubasmilati, na unasema bismillah pale, yaqulu a'udhu billahi samiul alim, kisha unasema a'udhu billahi samiul alim, a'udhu billahi samiul pale unapoingia. Mara ngapi a'udhu billahi samiul alim? Unasoma hiyo mara 3 kabla kuingia mahala pengine, basi unasoma hiyo mara 3 kwanza. Ndio maana nasema kwamba lazima uwe na kiongozi wako akuelekeze jinsi ya kukaa katika ibada hiyo. Halafu baada ya hapo utasema Allahumma, Mola wangu, iftahu li abwaba fadlika, Mwenyezi Mungu nifungulie milango ya fadhila, milango ya ubora. Unasoma hiyo maneno hayo kabla hujaingia mara 100. Allahumma aftahu li abwaba fadlika, Allahumma aftah abwaba fadlika, Allahumma aftah abwaba fadlika, mara 100 kabla hujaingia sehemu yenyewe hiyo. Hiyo ni sharti ya 4. Sharti ya 5, an takhsuni nafsihi wal makani, ujifungie katika nafsi yako hapo mahala unapokwenda kukaa hapo, ujifungie, maana yake hakuna kutoka sehemu kama hiyo. Na katika sharti ya 6, mulazimatu liudhui, ujilazimishe kila mara uwe na udhu sehemu ile. Wa kharajihi lidharura, anasema usitoke isipokuwa labda kuna dharura ilikuwa nzito sana, usitoke sehemu ile. Na dharura yenyewe unapotoka illa biidhni sheikh, lazima shekhe wako ndio anakwenda kukutoa sehemu kama zile, kama alivyoambiwa siku moja na Abdul Qadir Jilani na Sayyidina Hidhi alayhi salam. Alimweka halwa Sayyidina Hidhi, alimweka halwa bwana Sayyidina Abdul Qadir Jilani, akamwambia makanaka tabarana, makana la tabaranahu, makazi yako haya usitoke hapa. Makanaka la tabaranahu, makazi yako haya nikuweka hapa, usikae, kwa sababu nimekupa kazi maalum ya kumtaja sana Mwenyezi Mungu, na kuna ibada nzito unaifanya pale ya kuelekezwa na shekhe wako. Kwa hiyo wale wanaohitaji kukaa hiyo halwa, basi inshallah wanione, nitawaelekeza, kwa sababu shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria hakuacha kitu katika upande wetu sisi. Kwa hiyo unapotaka kufanya ibada ya halwa au unapotaka kufanya ibada hiyo ya riyadha, basi unione, nitakuelekeza jinsi ya kufanya ibada hii. Haina ugumu sana, lakini katika mambo yake mazito katika kula usingizi usiku. Sasa tutaeleza huko mbele. Katika sharti ya 11, ayakuna swaima, unaona ibada hiyo uzito wake hapo, lazima aswaima uwe unafunga vile vile unapoingia katika ibada hiyo, maana ibada sio mchezo hiyo. Ukifanya ibada hiyo, basi wewe utakuwa kanini, utakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe umefunga, wayaftiru bil anab, unafuturu katika unachofuturu hapo, kama ni zabibu au tamri au tende, walmau au maji. Wala yakulu dhi dami, tena usile nyama, kitu chenye damu kama vile kuku, mbuzi, usile pale. Mina lahami, miongoni mwa nyama hizo usile, maana nyinyi mnapenda sana nyama. Nyinyi mnapenda nyama, hamwezi ibada hii. Au samaka, au samaki vile vile usile vile vile, chochote chenye roho. Au labani, hata maziwa usinywe. Au baida, au hata mayai ya kuku haya usile, kwa sababu kimetoka kwenye nyama yuko hai. Ajitinabu, ujiepushe, wa akiril alhayawanati, yani ujiepushe sana kula wanyama hao usile. Wama yakhruju minha, na kinachotoka kwa mnyama vile kama vile yai, naona. Wa injitanibu kulli dhi rahi, na vile ujiepushe na kila kitu ambacho kinachotoa harufu. Kama nini?
karihul basari, kama kitunguu maji, wa thumi, na kitunguu saumu. Yani usile vitu kama hivi, vibichi usitafune unapokuwa kwenye ibada hiyo. Wa ghairihi, na vingine vyote vinavyochukiza, kwa sababu ibada hii ni takatifu, ni nzuri, safi. Basi inatakiwa katika usafi ule ni lazima kila kitu kiweke uzuri zaidi, usiende katika mambo ya kipuzipuzi. Alla yaakulu kathiratin min at-tu'mi, na usiwe kwa wingi katika miongoni wa vyakula. Naona mulazimatuhu bisukuti, unaona hiyo, usiwe vitu ambavyo kushiba sana ovyo. Usishibe sana unapofanya ibada ile. Hiyo sharti ya 8 hiyo. Halafu ya 9, mulazimatuhu sukutihi, ujilazimisha sana kunyamaza. Alla yukallimaha ahadi, usizungumze na mtu yote kama hivi, usizungumze na mtu yote. Wa inhitajuhu shay'un, unapohitaji kitu, unapotaka kitu katika ukiwa katika ibada ile, basi khatabaha al-khadimu, umuelezee yule mtumishi, maana wewe na mtumishi pale, bwana letee maji, wewe na mtumishi pale. Falyafahimuhu biishara, na vile yeye umfahamishe katika ishara. Unaonyesha kwa ishara, sio sasa leta kitu fulani unaita, umuonyeshe kwa ishara tu. Ibada hiyo ndio sharti zake hizo. Au bilkatibi, au ukiona kama hata kusema kwa ishara siwezi, basi au bilkatibi muandikie, andika alafu mpe anakuletea kile. Fa inal kalamil ajnabi, hakama maneno ambayo yaliokuwa kinyume cha ibada ile, min ghairi udhuri, basi na udhuri, basi bi ghairi dhikrillah, bila kumtaja Mwenyezi Mungu, basi yurithu dhulma. Naona inasababisha giza ya moyo. Unapozungumza vitu kinyume cha kumtaja Mwenyezi Mungu, unakuwa ni giza ya moyo. Wa yadhhibuhu nurul qalbi, tena inaondoka katika ile nuru ya moyo, inaondoka kwa sababu sharti tumeshavunja pale. Wa yadhiu ibada la khalwa, hapo utaipoteza ibada hiyo ya halwa, kwa sababu ibada hii inatakana usafi tu, na haitaki unapozungumza uzungumze mambo ya Mungu tu. Unasoma sana Qur'an, unafanya sana adhkari, unamswalia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio ibada yako nzima, mwezi mzima au siku 40 au siku 3. Lakini wewe wapi? Huwezi, mambo mengi kama alivyotuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa hili, wakati wetu huu ni wakati mwingi wa mambo magumu. Sasa wakati kama huu unapokuwa na ibada namna hiyo, basi ni lazima sharti kama hizi uzitekeleze, uwe unafanya mambo yalikuwa ya kutekeleza ibada tu. Faida tu muhimma, na faida iliyokuwa muhimu zaidi katika hayo kabla hujafika ya 10, anasema faida tu almuhimu la khadimu, uwe na mtumishi pale katika unapofanya ibada ile. Huwa rajulu alladhi yusaiduhu fi khalwa, uwe na kijana ambao wa kiume anakusaidia katika ibada, kumtuma pale. Usiwe na mtumishi wa kike, usiwe na mtumishi wa kike, lazima unakuwa na mtumishi wa kiume anamtuma. Ndio unakuta shekhe mkubwa yote lazima anakuwa na khadimu wake, na khadimu yake mtumishi wa mambo kama haya. Anasema fi halwa, katika ibada ya halwa, yuhiyahu taamu, ambao anakuandalia chakula, unaona, wayughsiluhu almalabisi, na yule anofua nguo pale, wa ghairu, na mambo mengine. Lazima kuwe na msaidizi wa kufanya ibada ile, akusaidie. Na sio kama hivi, kama wewe ni shekhe lakini huna mtumishi, basi mkodishe mtu ambaye au umnamlipa mshahara. Vile vile katika sharti ya 10, ayakuna almakani alladhi, pale mahala ambapo kwamba unapokaa yadhkuruhu, unapomtaja Mwenyezi Mungu, nadhifa, pawe safi, sio kama uchafu, hapana. Tahira, tena pawe tahara, pasiwe na najisi. Wayasuddu, na ujifiche kabisa, ufunge kabisa, kulli ma yadkhuluhu minhu nuru, kama mahali unapokaa, yani uzibe, pasiingie mwangaza kama hivi. Unaziba kabisa sehemu kama zile. Wayaghluqu albaba, tena ufunge mlango unapofanya ibada yao namna hiyo. Wayaghluqu albaba, ufunge mlango, unajifungia ndani humo. Kama chakula unataka, basi unagonga, mtumishi anakaa hapo mlangoni, kila mara unapotaka jambo basi unagonga, sio unapiga kelele, hapana. Wayaduma, unadumu katika sehemu kama hizo, hali ya kuwa usiwe na wasiwasi yoyote. Wa nafsi yako kiasi kujitulize katika, usiwe na tamaa mambo ya nje. Hiyo ndio mambo ya halwa. Katika sharti ya 14,
an yasira fi layli dhikrihi bil kayfiyatiha allati amarahu shaykhuhu ilayhi. Angalia habari kama hiyo sasa. Anasema katika ibada zao wayasiru, anasema wayasiru fi layli, katika nyakati za usiku, bidhikri lahi, unapomtaja Mwenyezi Mungu basi unatembea tembea pale, na sio kama unakaa hivi mle chumbani unatembea tembea, ile mradi nini uondoshe nini usingizi, usilale ovyo. Allati amarahu shaykhu, au ibada ile aliyokuamsha sheikh wako usiache, uitekeleze hali ya kuwa unatembea tembea kwa usije kaiacha. Bil khuruji, mpaka pale atakapokuamsha bana, leo sasa tunatoka, basi hapo ndio kuzungumza sasa. Lakini wakati ule ibada za usiku lazima usapana kulala. 5 ayakuna mustakhidra bidhikri, ujihudhurisha katika kumtaja Mwenyezi Mungu inda ishtighali, yani ujishughuli sana kujishughulika na ibada nyingi za kumtaja Mwenyezi Mungu, fi ibada, katika ibada hiyo ibada ya khalwa. Yani katika kazi yako kubwa zaidi ni kumdhikiri sana Mwenyezi Mungu, kumtaja sana Mwenyezi Mungu, kusoma sana Qur'an. Yani ndio usiku kucha kutwa unapotoka pale tayari Qur'an yote pengine hifadhi, kwa sababu ndio kazi yako kubwa ndani mle. Sharti nyingine, alla yusnida dhahiruhu ila jidari. Naona alla yusnida dhahiruha ila jidari, usitegemeze mgongo wako fi jidari, katika ukuta. Unapokaa unajitegemeza ukutani namna hiyo, usijitegemeze ukutani. Sharti yake ni hiyo, usifanye hivyo. Wewe kazi yako unakaa hivi tu, au unasimama au unatembea, lakini usiegamie ukutani. Ibada ya halwa hiyo. Nyingine sharti yake, alla yualliku bil karamatin, usijiwekee kwamba usijiwekee mkataba, mimi kishatoka huko nishakuwa wali bwana, hawaniwezi mimi nikimfanyia mtu kitu kivi basi anifanye. Usiwe jeuri na watu, ukitoka wewe kama mtoto mdogo vile. Maana usiwe hata maneno yako wewe pale ulipokaa katika ibada ya halwa umejifunza pale, huko chuo, huko darasa pale, maana usiseme chochote pale zaidi ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukitoka uwe kama ni mwalimu mzuri kuwatengeneza watu nao wawe kama wewe. Na katika jambo lingine, katika sharti lingine, alla yanama billaili illa inda ghalabati. Haya, unaweza kazi hiyo. Alla yanama, usilale usiku, fi laili, katika usiku, illa ghalabati, isipokuwa labda unapozidiwa sana. Na unapozidiwa na usingizi, ma'a taharati, hali ya kuwa unapokuwa na usingizi ulale hali ya kuwa una udhu, usilale bila udhu pale. Wala yanamu rahaihi libadani, usilale katika kujitembeza mwili mwetepe, unalala kabisa unaregea mwili pale mali wageuze huko, mara usilale kabisa. Bal, isipokuwa kinachotakiwa, in amkana an la yadha'ahu janbahu ala ardhi. Tena unapotaka kulala sasa, kwa hiyo ibada hiyo ya halwa sharti yake usilale kitandani wala tandikoni, ulale kama mkeka, unalala kwenye mkeka. Hata ukiwa na godoro zuri kabisa wewe kukwendea raha pale, ni lazima unalala chini. Naona janbahu, yani katika ubavu wako, ala ardhi, sio uweke katika ardhini upigwe na, yani kama unalala kwenye mkeka basi unalala hapo. Sharti nyingine, ayajitahida fi tardihi naumi, ujitahidi sana fi tardi naumi, kufukuza usingizi. Naona bil qiyam, kwa kusimama, kufukuza usingizi. Maana kwa kusimama usiku, unasimama kwa kufanya ibada usiku, unafanya kama una utasbihi wako au unasoma Qur'ani huko umesimama nini, unaukimbiza usingizi. Wal mashi, tunaona mashi maana yake unatembea ai allal itizazi au ihtizazi, au kikaa chini ihtizazi, maana unaitingisha la ilaha illa Allah la subhanahu, unajitingisha ihtizazi maana kunini, kufukuza usingizi. Vile vile watajadidi al-udhu'i, unapokuwa na usingizi mwingi, tajaddid al-udhu'i, fanya upya unatawadha mara umeoga, fanya namna hiyo, usifukuze usingizi. Fa in ghalabati naumu, ukizidi usingizi basi staikadha watawadha, zinduka na ukatawadhe. Ukisikia usingizi basi staikadha, zinduka ukatawadhe pale. Wasalli rak'ataini, halafu na swali raka mbili sunnatul haja na sunnatul udhui. Unatawadha, unaswali sunnatul udhui, halafu ndio unamalizia katika kuendelea ibada yako.
Thumma ishtighaluhu bidhikrillah, baada ukishatawadha au ukishaswali pale, ishtighali bidhikrillah, utajishughulisha katika kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi lakanahu sheikhu, ibada zile alizokuelekeza shekhi wako, kwamba hapa nakuelekeza ibada hii na hii na hii, endeleza na hizi, usizidishe. Sharti yake ndio hiyo. Shekhi wako kwa bwana, ibada hii wewe dumu na la ilaha illa Allah au subhanallah alhamdulillah au soma Qur'an, dumu na hizo. Naona. Wa baada salati subhi, baada salati subhi, sasa baada salati subhi wa rak'atayn lishraqi, unaswali raka mbili lishraqi baada usiku umekucha, maana kucha nzima hukulala, unaswali ishraqi. Halafu baada hapo naama, sasa unalala. Sasa asubuhi unalala sasa. Fa idha staykadha, unapotoka kwenye usingizi ule, tawadha, unatawadha, uishtighalu bidhikrillah, unajishughulisha tena katika kumfikiri Mwenyezi Mungu. Kulala wakati gani? Maana kama kini saa 2 asubuhi au saa 3 saa 4 ndio unalala. Halafu ukiamka hapo unajishughulisha, maana muda huu sasa wewe kazi yako ni ibada tu, hakuna jambo lingine zaidi hapo. Haya, nyingine, alla yaftaha libaba, usifungue mlango, liman yuriduhu tabaruka, usimfungulie mlango mtu anakuja kukagua. Usimfungulie mlango mtu anakuja kukagua. Wewe anakuja kukagua labda kwa ajili ya shekhi wako tu basi, ila shekhi au shekhi wako tu. Naona. Wa akhiruhu, na mwisho ndio inakuwa na, lakini ibada yetu hii ya halwa ni kwamba imeendelea sana kueleza, lakini kwa sababu muda umeshamalizika huu, tuikatizie hapa. Kama Mwenyezi Mungu akijalia tuje kuendeleza wakati mwingine, kwa sababu ya muda umeshakutumalizikia sana. Lakini ibada hii nataka tuieleze kirefu sana, ibada ya halwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ataraddud ila Allah, jipendekishe sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu dunia hii hakuna chochote. Mwenyezi Mungu atuondolee madhambi, Mwenyezi Mungu atufutie makosa yetu, Mwenyezi Mungu atufutie madhambi yetu sisi pamoja na wazazi wetu. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu wa serikali waendeshe serikali hii ili tufanye ibada yetu kwa amani. Mwenyezi Mungu awajalie mashehe zetu wote katika tarika zote wawe na salama na amani katika ulimwengu huu, waendeshe ulimwengu huu katika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watuongoze viongozi wetu twende katika vile kama alivyokwenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhir lana kulla ma yuridu wa najjina kulla mimma nakhaf wa bi fadlika ya latif lam yazal wa lutf bina fima nazal innaka latif lam tazal lutf bina wal muslimin. Allahumma lakal hamd wa ilayka mushtaka wa bika musta'ath wa anta musta'an wa lakal rajaa wa la hawla wa la quwwata illa بالله العظيم. اللهم إنا أسألك بسر ذاتي وبذات سره وأنت أحد من نور الله ونور أرش الله وبكل اسم الله ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله. ختمت على دين وعلى خير الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين.